Naamini ukweli una nguvu sana, hata kama mpo wachache. Yaani unaweza ukasimama wenzako wakaongea 50 kwa siku mbili, wewe ukisimama ukausimamia ukweli unaweza Watanzania wakakuelewa. Na mimi kama bunge alitonielewa, naamini kwamba Watanzania watatuelewa. Kwa hiyo sio lazima ulishawishi bunge tu, hata Watanzania wanaelewa. Kwa hiyo siogopi bwana, nimeamua tu kubehave, kuwa na tabia mzuri tu mule ndani ya bunge, kuhakikisha kwamba na wewe hauleti dhama. Na juu ya mwongozo wa spika ni wa mwisho. Akishautoa hakuna tena majadiliano, ndio kanuni za bunge zinavyosema. Kwa hiyo sitokuwa na comment zozote juu ya mwongozo wa spika. Kwa hiyo kama kutakuwa na changamoto zozote zitazokumba, mimi nataka kuambia jambo moja ndugu zangu. Mimi siogopi chochote. Siogopi lolote. Mimi baadhi ya watu wakiniambia, "Ado, ogopi kwa hayo unayoyasema?" Namwambia hofu kubwa ambayo nimekusha ishinda ni kukubali kuwa mwanasiasa wa upinzani. Kuwa mwanasiasa wa upinzani katika nchi nyingi za Kiafrika ni kujiingiza katika misukosuko. Kwa hiyo ukishakubali kwamba wewe ni mwanasiasa wa upinzani, usiogope jela. Hayo ni mambo ya kawaida kabisa. Mtakuwa mnatazama nikiwa nauliza maswali ya nyongeza kwa waziri wa mambo ya ndani, huwa namkumbusha kwamba ninapopigania vituo vya polisi sio tu kwamba napigania kwa jamaa zangu maafande ambao nimejiapiza nitawatetea, lakini pia najipigania na mimi mwenyewe, kwa sababu kule wanatuitaita mara kwa mara. Kusema kweli, mimi mwenyewe yani simu ya kuitwa polisi sio simu tena ya kukushtua kwamba unaitwa polisi, ni kitu cha kawaida. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukaitwa uende polisi, mbona utikisiki? Umeshakubali kuwa mwanasiasa wa upinzani. Hayo ni mambo ya kawaida. Kukubali kutishwa au kukutwa na misukosuko, mimi nitakuwa wa kwanza? Sitakuwa wa kwanza, sitakuwa wa mwisho. Yeyote yule anayedhani anaweza akazima ukosoaji, akazima sauti mbadala, akazima hoja zenye maslahi ya wananchi eti kwa vitisho au kudhuru watu, anapoteza muda wake, hasomi historia. Pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kulikuwa na chama cha wanaharakati wanafunzi wa chuo kikuu miaka ya 60 mwishoni, 70 mwanzoni. Kilikuwa kinaitwa USAF, University Students Revolutionary Front, USAF. Hao ni wanaharakati wanafunzi wa chuo kikuu. Ndio hawa kina Profesa Shivji hivi leo, ndio hawa kina Beno Ndulu, ndio hawa kina Yoweri Museveni. Tunapaswa kwenda kwenye historia. Wakati jarida lao linaloitwa Cheche lilipofungiwa na wao USAF kuambiwa wavunje chama chao, walitoa kauli ambayo inapaswa kumuongoza kila mwanaharakati wa haki za binadamu na anayepigania mabadiliko. Na kauli hii inapaswa kuwa somo kwa kila mtu anayepanga maovu dhidi ya watu wanaotetea haki. Kauli inasema, watu wanaweza wakauawa, people can be terminated, vyama vinaweza kufutwa au kufungiwa, organizations can be banned, lakini mawazo ya kimapinduzi yataishi milele. Revolutionary ideas lives on. Mawazo ya kimapinduzi yataishi milele. Huo ndio ukweli wa dunia, hayazimwi. Ukimzima Ado na mzima Ado tu, utamzima Ado, utamzima Lissu, utamzima Heche, utamzima Nondo, utazima watu, lakini yale mawazo ya kimapinduzi hayazimiki. Wakati mwingine atazaliwa mtu huko sasa, huyu naye katokea wapi huyu? Anayabeba yale yale. Dawa ya haya yanayosemwa ni kuyafanyia kazi. Na mimi siwezi kuogopa. Ndani ya bunge nitasimamia ukweli na nitazingatia kanuni. Nje ya bunge nitausimamia ukweli, lakini nitasimamia sheria za nchi. Sitozivunja. Lakini ule ukweli mimi
usimamizi. Siogopi. Hiyo ni assurance nataka niwape kabisa, siogopi.